sura ya 67 aya 19 Suratul Mulk, Mwenyezi Mungu anasema awalam yarau ila twairi fawqahum safatin wa yakbidna ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir. Hivi hamuwaoni hao ndege waliopo juu yenu wanavyoruka? Safatin, wanavyozikunjua mbawa zao, wayakbidna, na wanavyozikunja. Ma yumsikuhunna, ni nani anayewashikilia wao ili wasianguke? Akasema illa rahman, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehema. Innahu bikulli shay'in basir, hakika yeye kila kitu anakiona. Watukufu wa Islam, katika viumbe wote aliyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna kiumbe aliyekuwa dhaifu kama mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe aliyekuwa dhaifu sana, na mwanadamu ni kiumbe ambaye hajui sana. Katika sura ya 30 surati Rumi aya 54 anasema Allahu alladhi khalaqakum min dhufin thumma ja'ala min ba'di dhufin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhufan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir. Mwenyezi Mungu yeye ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi kutokana na udhaifu, kisha baada ya udhaifu akakuumbeni nyinyi kuwa ni wenye nguvu, kisha baada ya kuwa na nguvu akakuumbeni nyinyi, akakufanyeni nyinyi kuwa ni madhaifu. Na uzee, wakati mnabobea katika uzee, yakhluqu ma yasha, anaumba anavyotaka. Wa huwa al-alimul qadir, naye ni mjuzi na ni muweza wa mambo yote. Viumbe wote wanakuwa hawahitaji hospitali wala kliniki, lakini mwanadamu anahitaji hospitali na anahitaji kliniki. Viumbe wote wakibeba ujauzito hawaendi kliniki wala hawaendi hospitali, lakini mwanadamu akibeba ujauzito ni lazima aende hospitali na aende kliniki. Viumbe wote ukifika wakati wa kujifungua hawana haja ya kusaidiwa na kiumbe mwenzake. Mwanadamu akibeba ujauzito ni lazima asaidiwe na kiumbe mwenzake katika kujifungua. Viumbe wote wakishazaliwa ni muda mchache tu anaweza yeye mwenyewe kusimama na akamfuata mama yake kokote anakokwenda, na yeye anakwenda, na akaenda mwenyewe akaingia kwenye maziwa ya mama yake akanyonya. Mwanadamu hayupo hivyo. Si kwa siku moja wala wiki moja wala mwezi mmoja wala mwaka mmoja. Mwanadamu huyo hajitambui, hajiwezi. Kwa hiyo kinachoanza mwanzo kwetu, unaanza ule udhaifu, ndiyo kilichoanza mwanzo kwetu. Wakati tunapokuwa tunabobea katika uzee, thumma radadnahu asfala safilina, kisha mwanadamu tunamrudisha kuwa chini kuliko waliokuwa chini. Afadhali ya mtoto mchanga anakuwa na utambuzi na ufahamu
kuliko mwanadamu wakati anabobea kwenye uzee. Tulikwenda kumsalimia profesa mmoja, ni daktari mkubwa huyo, amewafundisha madaktari wengi. Alikuwa mzee, tukaenda kumwamkia nyumbani. Tulipofika tukapokelewa, tukakaa naye pale. Mama akapewa taarifa kwamba watoto wamekuja kumwamkia baba yao. Alipokuja mama akakaa karibu nilipokaa mimi, na mimi nilikuwa nimekaa karibu na yule profesa, yule daktari. Basi akaniuliza, huyu ni nani? Yani yule mkewe hamjui. Nikasema subhanallah, thumma radadnahu asfala safilina, kisha mwanadamu tunamrudisha kuwa chini kuliko waliokuwa chini wakati anapokuwa anabobea kwenye uzee. Afadhali ya mtoto mchanga anakuwa na utambuzi kuliko mwanadamu wakati anabobea kwenye uzee. Mtoto mchanga akilazwa kule ndani, akiamka akiona haji kuchukuliwa atalia, akiona anapuuzwa atazidisha ulizi. Wakati mama yake anakuja kumchukua, ile michakato ya miguu anaisikia na ile harufu ya mama yake anaisikia, anapunguza pale ulizi, anajua ya kwamba anakuja kuchukuliwa. Lakini mwanadamu hayupo hivyo, ni kiumbe aliyekuwa dhaifu sana mwanadamu, na ni kiumbe ambaye hajui sana mwanadamu. Haya yote anayoyafanya mwanadamu yalikwisha fanywa na viumbe wengine waliotangulia kabla yake. Akijinasibu mwanadamu kwa sababu kwamba yeye ni mjuzi, ameweza kutengeneza ndege Ulaya, anaingia katika ndege yake, anaruka juu, anatembea juu, anarudi tena chini ardhini. Jambo hili lilikwishafanywa na kiumbe anayeitwa ndege. Kabla yeye mwanadamu hajaja hapa katika mgongo wa ardhi, ndege alikwisha lifanya jambo hilo. Aliruka juu, akakaa juu, akatembea juu, na akarudi tena chini ardhini. Na mwanadamu ili aweze kulifanya jambo hili ni lazima atengeneze chombo, na kile chombo chenyewe ni lazima kifanane na yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu, ndipo atakapoweza mwanadamu kulifanya jambo hilo. Lakini yule mwanadamu katika ubinadamu wake mwenyewe tu hawezi akaruka juu, akatembea juu, akakaa juu na akarudi chini ardhini. Hawezi kama anavyofanya yule kiumbe anayeitwa ndege. Awalam yarau ila tayri fawqahum, je, hivi nyinyi hamuwaoni hao ndege waliokuwa juu yenu? Katika makampuni yote ya kutengeneza madege, kampuni ya Boeing au ile Airbus ya Ulaya, wale wahandisi wale wamewakusanya ndege wa kila aina, wanao pale, wanawachunguza. Mwanadamu akitaka kutengeneza ile ndege yake Ulaya, jambo la kwanza ni lazima ifanane na yule kiumbe anayeitwa ndege. Ni lazima ile ndege yake kule mbele ichongoke. Hakuna ndege inayotengenezwa na mwanadamu mbele ikawa pana kama basi, haitoruka. Ni lazima kule mbele kuchongoke. Na ndege wote Mwenyezi Mungu alivyowaumba, amewaumba hivyo. Jambo lile ndilo linalomwezesha yeye kuweza kukata upepo. Na ni lazima hapa katikati atanuke pawe papana. Mwanadamu na yeye katika ile ndege yake Ulaya alipoitengeneza, hapa katikati pametanuka.
Hapa ndipo panapomwezesha yule ndege anaporuka akiwa juu, akaweza kukaa juu, akabebwa na upepo, akaweza kuogelea akiwa juu katika ule upepo. Na mwanadamu jambo hili amelizoa, na ni lazima awe na mabawa mawili. Mwanadamu na yeye pia katika ndege yake amelizoa jambo hili, kuna mabawa mawili. Hakuna ndege aliyemuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiyekuwa na mabawa, lazima awe na mabawa mawili. Na mwanadamu na yeye jambo hili amelizoa katika ndege yake Ulaya. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika yale mabawa, huku mbele lile bawa linakuwa ni nene, na huku nyuma lile bawa linakuwa ni jembamba. Mwanadamu na yeye katika ndege yake alivyotengeneza, mbele ya lile bawa kunakuwa ni kunene, na huku nyuma ya bawa kunakuwa ni kwembamba. Jambo hili ndilo linalomwezesha kiumbe anayeitwa ndege akisharuka akiwepo juu, yale mabawa wakati anakwenda mbele, anaupiga ule upepo, unagawanyika mara mbili. Kuna upepo utakaompitia yeye juu ya mgongo wake. Ule upepo utakaopita juu ya mgongo wake utapita kwa kasi. Kisayansi, kitu chochote kinachokwenda kwa kasi kinakuwa ni chepesi. Upepo ule ndiyo unomfanya yeye wakati anapokuwa juu anaendelea na safari, hataki kurudi chini ili asirudishe chini. Na ule upepo unaopita chini ya tumbo lake unakuwa ni mzito. Kisayansi, kitu chochote kinachokuwa ni kizito kinamfanya yeye aweze kuogelea. Ule unamsaidia yeye kumbeba ili akae juu. Ule upepo utapita pale chini kwa taratibu. Kitu chochote kinachokwenda kwa taratibu kinakuwa ni kizito. Upepo ule pamoja na ile nguvu yake ya mwili ndiyo inayombeba yeye akaweza kukaa juu, akaogelea juu, akatembea juu. Mwanadamu na yeye katika ndege yake amelizoa hilo. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu, kule nyuma mkiani kunakuwa ni kwembamba. Kule wakati akishaukata ule upepo ukagongwa na yale mabawa mawili, ule upepo kule nyuma uweze kupita kwa haraka, usimzuie, ili ile kasi yake ya kwenda iwe ile ile. Mwanadamu na yeye katika ndege yake kule mkiani ametengeneza kumekuwa ni kwembamba. Na ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu hawawezi wakaruka mpaka kwanza safatin, wakunjue zile mbawa zao. Anapokunjua zile mbawa zake ndipo anapoweza yeye kuweza kwenda akaruka juu, akakaa juu, akatembea juu. Ule upepo unamzoa na kumpeleka juu, na zile nguvu za uvutano za dunia ndipo zinapomzoa zile za muinuko zikampeleka yeye juu. Mwanadamu na yeye katika ndege yake lazima safati, ni lazima ule ubawa wa ndege rubani ya ukunjue. Ule ubawa wa ndege ya mwanadamu, nyuma ya ule ubawa kuna ubawa mwingine mdogo mwembamba, kitaalamu wanaita flaps. Ile ndege kabla haijaruka utazikuta zile flaps zimeinama chini. Akishawasha injini akaanza kukimbia pale uwanjani, anakikimbiza kile chombo chake, utaona zile flaps anaziinua. Hapa ndiyo safatin, anakunjua ubawa hapa sasa. Nguvu ya injini na upepo na ile gravitational force
zile nguvu za uvutano za dunia za muinuo, ndio kinakiinua kile chombo, kinakipeleka juu angani. Allama al-insana ma lam ya'lam, tumemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui. Ni lazima pale safatin, ni lazima akunjue ule ubawa, ndipo kile chombo kitakavyoruka. Kama yule kiumbe anayeitwa ndege hawezi kuruka mpaka akunjue mbawa zake. Akikunjua zile mbawa zake ndio anaruka juu. Na mwanadamu katika kile chombo chake ni lazima ile safati ipatikane. Pale ndipo anapoweza sasa chombo chake kikaenda juu. Akishafika juu anakutana na zile nguvu za mburuto ambazo kile chombo kinakipeleka mbele. Na atakapotaka kutua kiumbe anayeitwa ndege, ni lazima kwanza wayakbidna, ni lazima zile mbawa zake azikunje, ndipo atakapoweza kutua. Pale anapunguza nguvu za uvutano za dunia, zile za muinuo anaziacha. Sasa hivi anachukua nguvu za uvutano za muinamo, ndio zinamrudisha chini. Mwanadamu katika ndege yake Ulaya utamuona rubani zile flaps anazirudisha chini, wayakbidna, anakunja pale mbawa na anapunguza moto ya nguvu ya injini, ndiyo chombo kinarudi chini. Allama al-insana ma lam ya'lam. Kiumbe anayeitwa ndege, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba, ametumia mifupa iliyokuwa michache sana na iliyokuwa miepesi sana. Jambo hili linamwezesha yeye kuweza kuruka juu, aweze kuruka juu, kukaa juu, akatembea kwa vizuri. Mwanadamu katika ndege yake, madini anayotumia kutengeneza ile bodi ya ndege ni madini ya aluminium. Ndiyo madini yaliyokuwa mepesi kuliko madini yote. Wanachanganya na vitu vingine ili kuyafanya ili siweze lile bodi kupinda. Ndege kabla ya kuruka akaenda juu, cha kwanza anachokifanya ni kujaza oxygen katika mapafu yake. Wale viumbe tunaotembea juu ya mgongo wa ardhi, mapafu yetu ni tofauti na mapafu ya wale viumbe wanaoruka juu. Kadiri unavyozidi kwenda juu ndivyo oxygen inavyopungua, unaiacha. Ndege wote kabla ya kuruka, mapafu yao wanajaza oksijeni ndani. Anapokuwa juu angani, anakwenda anavuta ile oksijeni ndani kwa ndani, safari inaendelea. Mwanadamu katika ndege yake kuna mitungi maalum inaitwa air sacs, kabla ya kuruka inajazwa oksijeni. Atakapokuwa juu angani, oksijeni itakayotumika ndio hii iliyomo mule ndani ya ile ndege. Safari inaendelea. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ndege wakati wa kuruka, kiumbe anayeitwa ndege ni lazima apingane na upepo. Hii inamwezesha yeye kuweza kuruka kwa vizuri. Na wakati wa kutua ni lazima apingane na upepo, kwamba kule upepo unakokwenda sio kwamba yeye atakwenda kutulia kule. Kwa sababu gani? Ule upepo unaweza ukampitiliza pale anapotaka kutua, pengine asisimame ukampeleka mbele. Kwa hiyo ni lazima apingane. Mwanadamu na yeye katika chombo chake hicho ndege Ulaya ni lazima apingane na ule upepo katika kuruka na kutua. Jambo hili ukiwauliza wanakwambia ndivyo inavyokiwezesha kile chombo kikaruka kwa vizuri na kikatua kwa vizuri, na pale anapotaka kusimama akaweza kusimama pale.
allama al-insana ma lam ya'lam, amemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui. Watukufu wa Islam, ndege zote walivyokuwa mwanzo wameanza kutengeneza zilikuwa haziingizi matairi ndani. Wakaja wakaona kwamba jambo lile la kuto kuingiza matairi ndani, ile ndege inakuwa haina balance vizuri ya kukaa juu, na vile vile inakuwa haina mwendo. Sasa hivi hata ndege iliyokuwa ndogo, Twin Otter, Cessna, zinaingiza matairi ndani. Ndege hata akiwa mdogo namna gani, akiruka ni lazima ile miguu yake aikunje, anaikunja kwenye tumbo lake. Jambo lile linamwezesha yeye kuweza kutembea kwa vizuri, na katika ile kasi yake inakuwa ni ile ile. Jambo hili mwanadamu amelizoa katika ndege yake Ulaya. Watukufu wa Islam, khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha, ameziumba mbingu pasi na kuwepo nguzo zisizoonekana kwa macho. Hapa Qur'ani inazungumzia habari ya gravitational force, nguvu za uvutano za dunia ambazo zinagawanyika. Kuna kuwa na nguvu za uvutano za dunia za mwinuo, kuna kuwa na nguvu za uvutano za dunia za mburuto, na kuna kuwa na nguvu za uvutano za dunia za muinamo. Hizi ndizo anazozitumia kiumbe anayeitwa ndege, akaweza kuruka juu, akakaa juu, akatembea juu, na akarudi chini ardhini. Ma yumsikuhunna, ni nani anayewashikilia wao wakiwepo juu wasiweze kuanguka? Mwanadamu anazitumia nguvu hizi katika ndege yake, katika chombo chake. Akishaitengeneza ndege yake, hana mahali pengine pa kwenda kuirusha, ni lazima akairushe pale anapotembea, anaporukia yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka, ambaye ndiye ndege, na lazima kile chombo kifanane na yule kiumbe anayeitwa ndege. Vitu vyote hivi vimepangiliwa. Alipoziumba mbingu na ardhi katika ule muda wa siku 6, alafu katika zile siku 6, siku 2 akazitumia kwa kuiumba ardhi. Ndani yake pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba hiyo gravitational force, na kuna gravitational force nyingine inashughulika na habari ya kuiweka vizuri mbegu chini ya ardhi. Anaitumia mkulima hii katika kulima kwake. Mkulima, mbegu ya chakula cha mwanadamu inakuwa ina juu na chini. Ina sehemu wanaita kianza mzizi, kule ni chini, na kuna sehemu ile juu kimea mche, ile pale ndio inakuwa ni juu. Mwanadamu anapokwenda shamba akalima, akapanda mahindi yake, akapanda mpunga wake, akapanda maharagwe yake, mwanadamu haangalii kwamba je, ile mbegu nimeiweka sawa sawa kule chini ya ardhi? Kule inakotaka ielekee chini imeelekea chini, na kule inakotakiwa ielekee juu nimeielekeza juu. Mwanadamu jambo hili aliangalii. Anatupa mbegu zake, anafukia, anatupa mbegu zake katika shimo, anafukia, lakini mbegu nyingi hapa amezigeuza chini juu, juu chini. Baada ya wiki 2 akenda shamba, anafurahi, anakuta mahindi yote yametoka, yamemea, na hali ya kuwa mbegu alizigeuza. Nani aliyekwenda kugeuza ile mbegu? Kwamba zile alizozikosea kuziweka, kwamba zinakotakiwa kuelekea juu zikaelekezwa juu, na kule zinakotakiwa zielekee chini zikaelekezwa chini. Ni nani aliyekwenda kufanya kazi ile?
katika suratul Waqi'a, sura ya 56 aya 63 mpaka 67, Mwenyezi Mungu anauliza afara'aytum ma tahthuruna a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'una law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhalaltum tafakkahun inna lamughramuna bal nahnu mahrumun. Sadaqallahu alazim. Afara'aytum ma tahthuruna, je, hivi nyinyi munaviona vile munavyovipanda katika mashamba yenu, zile mbegu mukazifukia chini ya ardhi, nyinyi munaziona? A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'una, nyinyi ndiyo munaozizalisha au sisi? Lau kama sisi tungelikuwa tunataka, tungalizifanya kuwa mbegu zote zile kuwa ni mapepe hazizai, mukabakia nyinyi kuwa ni wenye kunung'unika tu. Inna lamughramuna bal nahnu mahrumuna, hakika sisi tumihangaika bure, hatukupata faida ya vile tulivyovihangaikia. Zile nguvu za uvutano za dunia, gravitational force, pamoja na mwanga wa jua, vitu hivi viwili ndivyo vinavyofanya kazi ya kwenda kuiweka sawa ile mbegu ambayo mwanadamu ameigeuza. Kule kunakotakiwa chini amekuelekeza juu, na kule kunakotakiwa juu amekuelekeza chini. Mwanga wa jua pamoja na nguvu za uvutano za dunia. Kuna nguvu za uvutano za dunia pamoja na mwanga wa jua ndipo zinazofanya kazi hizo. Ndiyo Mwenyezi Mungu katika surati An-Naba akasema waj'alna an-nahara ma'asha, tumeufanya mchana kuwa ni maisha. Kwani usiku watu hawafanyi kazi wakapata mapesa kama vile walinzi, manaodha wanaendesha majahazi, meli usiku huko baharini, madereva wanaendesha magari, malori wakati wa usiku, watu wanaingia, madaktari na wafanyakazi kwenye viwanda mbalimbali katika wakati wa usiku wakafanya kazi na wakalipwa mishahara tena mikubwa mikubwa, wakaendesha maisha yao. Hawapati pesa, wanapata. Sasa kwa nini Qurani imeng'ang'ana waja'alna an-nahara ma'asha, kwamba tumeufanya mchana kuwa ni maisha? Kwani usiku watu hawafanyi kazi wakaendesha maisha yao? Wanafanya. Mwanadamu na viumbe wengine ili waweze kuishi wanahitaji kula. Mwanadamu na wanyama wanakula mimea. Ili mmea uwe mmea ni lazima uwepo mchana. Mchana una nini? Mchana una jua. Jua lina nini katika mimea? Kuna kitu kisayansi wanaita photosynthesis, kwamba ule mmea ukishafyonza maji ya aina mbalimbali chini ya ardhi, yanasafirishwa yale maji na kupelekwa kwenye majani ya mmea. Mmea hauwezi kuwa mmea, ni lazima utengeneze chakula chake. Ili mmea utengeneze chakula chake ni lazima uwepo mwanga wa jua. Mwanga wa jua unapokuja ukapiga katika majani, kuna kitu pale wanaita chlorophyll, ile umbijani, ile rangi ya kijani pale. Sasa mmea ndio unatengeneza chakula chake. Mmea unapotengeneza chakula chake unachukua carbon dioxide ambayo sisi tunakuwa hatuhitaji,
kwetu inakuwa ni sumu, inachukuliwa na mimea, inatumika kama mali ghafi ya kutengeneza chakula chake. Na wakati huo huo mmea unapoichukua ile carbon dioxide inaibadilisha inakuwa ni oxygen, inakwenda inatolewa. Ikitolewa sisi wanadamu na wanyama tunaihitajia, tunaichukua, ndio inatumika kama nishati katika miili yetu. Waja'alna an-nahara ma'asha, tumeufanya mchana kuwa ni maisha, na hapo tunapata oxygen, na hapo tunapata chakula. Ule mmea ndio unakwenda unakomaa, hatima yake